manabii na wainjilisti, tutalishwa neno la Mungu kwa ufasaha, na mioyo itaimba kwa furaha. Sifa kuu itasikika hapa, kuna uzima wa kiroho. Ni kila Jumapili kuanzia mapema asubuhi saa 12:30 hadi saa 3 kamili. Twende pamoja kwa ibada, tuinuke kwa shukrani. Amka tumsifu Mungu. Usikose kutazama kila siku ya Jumapili asubuhi. Njoo pamoja tumshangilie Mungu wetu kwa mema anayotutendea kila siku. Utasikia neno la Mungu na shuhuda nyingi zinazotutia nguvu. Chagua Star TV, kituo kilicho bora. Star TV, brightness your day. Shalom shalom, mtazamaji wa Star TV unayetuangalia popote pale ulipo, karibu sana kwenye kipindi chetu kizuri sana cha Amka Tumsifu Mungu. Tuko hapa na watumishi wa Mungu. Utaenda kusikia leo tumepata neema. Tuko na mtumishi wa Mungu, utaenda kumsikia anatokea wapi, lakini ni nini ambacho tunakizungumzia siku ya leo. Leo Mungu ametupa neema, tutazungumzia mada nzuri inayohusu kurejeshwa kwa moyo uliochoka. Moyo wako umechoka na nini? Umechoka na magonjwa? Umechoka na uchumi? Umechoka na kitu gani? Tuko hapa na mtumishi wa Mungu, ataenda kutupa tiba ya kiroho. Lakini yuko mbali, mwite tuwe pamoja. Uko na mtangazaji wako Stella Shao. Bwana Yesu asifiwe. Amen, amen. Karibu sana mtumishi wa Mungu. Asante, nashukuru. Mimi na watazamaji wangu tunatamani kujua leo tupo na mtumishi wa Mungu nani, ametokea wapi, kabla ya kuanza kipindi chetu. Karibu jitambulishe. Amen. Kwa majina naitwa mtumishi Azalia Kasunga. Okay. Napatikana Dar es Salaam, lakini pia nakuwepo na Dodoma. Karibu sana. Ndio. Karibu sana. Kama hapo nilivyoenda kuambia watazamaji wangu, bwana, leo tuko na mtumishi wa Mungu, lakini tutajadili kuhusiana na nafsi, kurejeshwa kwa nafsi iliyochoka. Ndio. Tuzungumzie kidogo kuhusiana na urejesho, alafu tuanze kuangalia engo za ambazo watu sasa wamechoka. Hizi nafsi zao tunazirejesha vipi? Karibu. Asante. Tunapozungumzia urejesho, ni ile hali ya kurudia hali ya mtu ya awali au ya kwanza. Okay. Ni ngumu sana kurudi kwenye kitu ambacho hujakijua. Okay. Wakati mwingine watu wengi wanashindwa kurejea kwa sababu kwanza hawajui wametoka wapi. Maandiko yanasema kumbuka ulipoanguka ukatubu. Maana yake mtu akijijua yeye ni nani, au Mungu alipomuumba alikuwa nani, anaanza kupambana kuitafuta ile sura ya alivyoumbwa na Mungu au alivyokuwa. Kwa hiyo urejesho unaanza kujua kwanza mimi ni nani, nimetoka wapi, nilikuwaje, saa hizi nikoje. Ukianza usipojua unakuwa unapapasa. Kwa hiyo ni rahisi mtu kuendelea kupotea zaidi. Wanasema ukiingia katikati ya pole, alafu ukawa utafuti kujua kwanza ulikotoka, wakati umepotea, utazidi kupotea zaidi. Kwa sababu kila njia utaona yeye ni njia tu. Manake watu wengi tunashindwa kurejea kwa sababu hatujijui bado. Sisi ni kina nani, tulikuwa wapi, tulikuwaje, na sasa tumekuwaje. Tunahitaji kurudi pale ambako tulikuwa zamani. Kwa hiyo urejesho ni ile hali ya kurudi katika asili ambayo ulikuwa tangu mwanzo kabla hujafika kwenye hiyo hali uliopo sasa. Okay. Ndio. Urejesho huu wakati mwingine tunauchukulia kwa sura tofauti. Mfano, unaweza ukakutana na tangazo kubwa linalosema urejesho, Jumapili hii tutakuwa na ibada ya urejesho. Wale ambao sijui ibada ya urejesho na vitu kama hivyo. Kama ulivyosema, urejesho ni lazima mtu ajue anatoka wapi, au alikuwa wapi, anataka kurejea kwenye ile sura halisi ambayo yuko nayo, au Mungu amemuumba. Lakini wakati huu tunazungumzia kuhusiana na urejesho. Watu wengi wakisikia ibada za urejesho wanakimbilia, kwa sababu tuna waanga wengi ambao wamepoteza vitu vyao. Akisikia urejesho, moja kwa moja anachukulia leo vile vitu vyangu vilivyopotea
naenda kuvirudisha leo. Je, ni sahihi ambapo tunasikia kwamba ibada ya urejesho, kwa hiyo ni kama kwa lugha nyingine mtu anatuambia wale waliopotelewa na vitu, jamani kesho tunarudisha. Ndio. Ni sahihi pale kwenda sasa kanisani kwa ajili ya urejesho au ni muhimu kujua unaenda kwanza urejesho upoje? Kwanza kuna vitu vitatu ambavyo vinaweza vikasaidia kufikia lengo. Mwanadamu ana hatua tatu ambazo hizi hatua tatu zinamtengeneza mwanadamu. Hatua ya kwanza ni Mungu kutengeneza mtu kabla hajaja duniani. Maandiko yanasema, Mungu anasema kabla Yeremia hajaweka tumboni Mungu alimjua na akamfanya kuwa nabii. Maana kwanza kuna kutengenezwa na Mungu, kuna cha pili kutengenezwa na wazazi. Kuanzia ukiwa tumboni ndio unabeba sura zao, unabeba damu yao, unaundwa hapa. Tatu, kutengenezwa na jamii. Kishazaliwa, unaoyasikia, unaoyaona, mambo yote haya yanamtengeneza mtu kuwa vile alivyo. Sasa wakati mwingine kutaka kujua narejea mpaka wapi? Narejea mpaka waliponitengeneza wazazi, au mpaka alikonitengeneza Mungu. Ndiyo. Urejesho wa kanisani ni kumtafuta pale Mungu alipokuwa ameanza kukutengeneza. Sio mama yako, baba yako. Ndio maana Mungu aliamua kujitoa kwa mzazi. Akasema kabla sijakuweka tumboni. Maana yake anajua uharibifu ulianzia tumboni kwa mama yake. Ila mimi nitengeneza mtu mwingine kabisa. Lakini kwa hiyo namuona mtu mwingine. Kwa hiyo tunapoenda kwenye masuala ya imani za kiroho, tunataka kumrejesha mtu kwenye ile asili ya Mungu kwanza, kabla ya wazazi na jamii. Mungu kwanza alikutengeneza uwe nani, uweje. Sasa changamoto ni kwamba sisi tunaamini tangazo bila kuamini uhalisia wa yule anayetangaza. Kwa hiyo siwezi kusema moja kwa moja kwamba mtu akiambiwa njoo urejeshewe anaweza kaenda kupata urejesho kweli au asipate, kwa sababu inaweza kuwa tangazo ni zuri na linafaa na linatakiwa kuwa hivyo, lakini je, huyo anayetangaza uhalisia huo upo kwake? Kama upo, basi inabidi mtu aende karejeshewe. Lakini ukija kuzungumza swala la kurejeshewa vitu, maana yake sasa hapa tunazungumza kitu cha mwisho. Jamii. Kwa sababu vitu vyote tunavyovipata tunavipata kwenye jamii. Kama ni mali, ufahamu na vitu vingine vyote tunapata kwenye jamii. Kwa hiyo kama mtu ametarget kurejeshewa vitu, kwa ushauri wangu, ukienda nyumbani mwa Mungu katafute kwanza urejesho wa Mungu alikutengeneza uwe nani. Kwa sababu hapo ndio urahisi ulipo. Unajua Mungu aliumba kila kitu kwa ukamilifu. Ukiona kinapungukiwa duniani, ujue tumepoteza ukamilifu wa Mungu kwanza. Sio wa mama, wa baba wala wa jamii. Wa Mungu kwanza. Yaani vitu vinavyopotea kwenye maisha yetu ni matokeo ya kupoteza uhalisia wa mtu kwa Mungu. Kwa sababu Mungu alipoumba na ukamilifu wake aliumba kila kitu. Uwezo wa kugundua, uwezo wa kujua, uwezo wa kufanya, uwezo wa kufanya nini. Kwa hiyo tunapopoteza tunafikiri tunaanzia nje, kumbe tunaanzia kwenye ile asili. Kwa hiyo mimi ushauri wangu kwa kila mtu kwamba unaposikia urejesho, tamani kurudi kwenye ile asili ya Mungu alivyokufanya. Uwe vile katika ile asili ambayo Mungu alitaka uwe. Unaweza ukayapambanua mambo yote haya na ukayafanya kwa uzuri. Lakini changamoto wengi tunafuata vya mwisho. Tunavyovipata kwa watu. Sasa hivi vya mwisho tunavyovifuata wakati kule umeshaharibika, hata ukipata utaharibu tena. Kwa sababu wale uhalisia wa Mungu haupo. Kwa hiyo ndio maana kuta watu wanaweza wakaenda wasipate majibu kwa sababu wanatafuta kitu cha mwisho. Wakati kile kitu ambacho ni asili hawajakitafuta. Wanasema ni heri kinga kuliko tiba. Maana kukinga ni kupata ile asili. Tiba unaweza ukatibiwa na ukapata shida. Yesu alimfufua Lazaro lakini hakufa tena. Alikufa. Inamaanisha kwamba kusaidika huku nje bila kusaidika ndani, shida inaweza kurudi tena kesho. Tena ikawa mbaya hata kuliko ilivyokuwa mwanzo. Hapo nimekupata zaidi mtumishi wa Mungu, lakini pia tuzungumzie binafsi uchoka. Kabla tujafika kwenye mioyo tuje hapa. Sasa hivi kumekuwa na washirika wasiotulia makanisani. Ndio. Yaani hiyo iko sana. Mwanzoni nilijua tu ni makanisani, lakini kuna wakati nikasikia paka mashehe, ustazi wanasema jamani tulieni. Watu watulii. Watu watulii. Unakuta akisikia huku kuna urejesho anaenda. Akisikia huku kuna nyota wanarudisha nyota anaenda. Akisikia nini, yani yeye mwenyewe ajui anataka nini. Lakini akisikia tu hivi ni watu ambao tuna watu ambao akisikia tu kitu ambacho anaona anakihitaji anaenda. Hawana utulivu makanisani. Mtumishi wa Mungu, unafikiri hii inasababishwa na nini sana? Kwanza mimi niseme sisi tunaelewa vibaya tu. Wala sio shida mtu kutoka kanisa moja kwenda kanisa lingine. Kwa sababu hata alipo hakuwepo hapo. Alitoka mahali pengine. Sasa ukitaka wasitoke, wangebaki kule na wewe mchungaji unasema watu ni wa kwangu, ungewakuta wapi? Kama wasingetoka kule walikotoka akakufuata.
Okay. Kwa hiyo swala la kuhamahama watu halina shida. Okay. Kwa sababu wanatafuta majibu. Ndiyo. Hawakosei. Maisha haya ni kama vile hata ajira. Unajua unaweza ukashangaa tu kanisani, lakini watu wanapishana kwenye maofisi. Leo unashangaa mtu unamuona kwenye ofisi kesho kule. Leo unamuona kwenye hiki kesho, kwa sababu kuna kitu anakitafuta. Okay. Asipokipata bado anaendelea kutafuta. Lakini kwenye kutafuta huko mara nyingi tunaingia kwenye kupoteza zaidi. Okay. Ndio maana tunaanza kulalamika sasa. Ingekuwa kama hakuna hasara yoyote ambayo mtu anaipata kwenye kuzunguka, tungesema ina shida. Shida inakuja unapoteza vingapi kwenye kuzunguka. Ndio wengine wametapeliwa, ndio wengine wamepata changamoto zaidi, wengine ni, lakini shida sio kuzunguka. Shida ni kwamba mambo unayokutana nayo. Na hii yote inatokana na nini? Ni watu kuanzia huko walikotoka kuna kitu wamepoteza. Okay. Ile asili ya Mungu alivyomuumba. Unajua nilikuwa naongea hata na mtumishi mmoja nikamwambia hivi, Mungu alituumbia kila kitu ndani yetu. Hivi vitu vikishaharibika, uwezo kupambana mambo unakuwa mdogo. Kwa mfano, Mungu alimuumbia mtu kuwa na ufahamu. Uwezo kupambanua mambo. Mungu alimuumbia mtu. Sasa ukishaanza kuharibika ule uwezo kupambanua, unakuta unaokota kila kitu. Unaanza kupambana, hili ndio baya. Shida ni kwamba wewe mwenyewe umeshaharibika, huwezi kupambanua. Lakini kama ule uwezo wa asili wa mwanadamu ambao Mungu amemuumbia mtu ungekuepo, ungeshangaa kabla hata hajaenda angegundua tatizo ni nini. Okay. Na Mungu aliumba kitu kimoja, naongezea tu kidogo. Okay. Mungu aliumba kitu kimoja ili kumtahadharisha mtu. Kinaitwa dalili. Ukisoma kitabu cha Mwanzo kinasema iwe dalili, majira, maana yake inamaanisha kwamba kila jambo linalotokea Mungu aliweka chembe chembe zinazosema kule kuna nini. Okay. Nguo zangu nifanye kitu fulani. Kwa maana yake mabaya mengi yanatukuta kwa sababu ule uwezo wa asili ambao Mungu alituumbia tumeupoteza. Kwa hiyo mtu kugundua kitu cha hatari anakigundua akiwa ameshaingia. Okay. Lakini hatari zipo tu, yani hatuwezi kumwambia mtu kwamba usitoke kazunguke tu, lakini ule uwezo wako wa asili wa kupambanua mambo bado unao. Kama unajua umeupoteza, kautafute kwanza huo. Nje na hapo utaumizwa sana kwa sababu fake ziko nyingi. Na siku yote anatengeneza kitu fake anakifananisha na original ili akukamate akili yako. Kwa hiyo wanapata changamoto kwa sababu hawawezi kupambanua kipi ni sahihi, kipi sio sahihi. Na kwa nini ule uwezo wa asili ambao Mungu alimuumbia mtu wameshaupoteza. Ndio. Hapo umezungumza vizuri kwamba kuna ile dalili ambayo Mungu ametuwekea. Hiyo ni sahihi kabisa. Mara nyingi ukikutana na mtu aliyepata tatizo, mwingine anaweza kawa hata amepata ajali, yupo kitandani. Anakwambia nafsi yangu ilikataa, ningejua nisingeenda au ningejua nisingefanya jambo fulani. Nafikiri hapo tu kama kuna mtu anatufuatilia vizuri, nafikiri tunaendelea kuelewana. Lakini pia umesema kuhamahama sio shida kwa sababu unahama kwa sababu kuna kitu unakitafuta. Ni kuwa tu makini unaenda wapi, unafanya nini. Lakini jambo la msingi pia katika kuhamahama pia huko wengine wanatafuta uponyaji. Nakuta mtu ameenda kanisani au alipokuwa ameona hapa madaktari wamefika mwisho au anaendelea kupata tiba, lakini anaamini akiombewa atapata zaidi labda tiba au kupona zaidi. Anaambiwa aende kanisani. Anafika kanisani anaambiwa mimi pale nilipona. Akifika yeye anaweza akaombewa asipone. Akaenda pengine, akaenda na pengine na pengine. Anaweza hata akaenda mahali ambapo watumishi wa Mungu wakipaangalia wanaona pale sio sahihi kulingana na misingi ya imani ambayo tuko nayo. Lakini akafika pale akapata uponyaji. Hii nayo imekaaje kiroho? Changamoto ambayo inakuja kwenye swala la wapi ni sahihi, wapi sio sahihi. Ni watu kutokuelewa utendaji kazi wa Mungu. Okay. Mimi naweza nikatoa wazo jipya hapa ambalo watazamaji kama wanaweza kalielewa, itakuwa jema sana. Okay. Watu hawamuelewi Mungu anavyofanya kazi. Wangemuelewa isingewasumbua. Okay. Cha kwanza Mungu alipoumba watu wote nje na watumishi. Alituumbia vitu ambavyo alivyotupatia hakutunyang'anya. Kwa hiyo tusimshangae tu mtumishi. Mshangae hata daktari. Naweza kaa anakunywa pombe, anavuta sigara na bado anatibu watu. Sana. Na Mungu hajaingilia. Kuna mtu mwingine ni askari, ana mapungufu yake. Na wakati mwingine Mungu anatupata viongozi kwenye nchi. Wako hivyo wana mapungufu yao lakini wanatuongoza. Kumaanisha kwamba Mungu anajua jinsi anavyofanya kazi. Okay. Kwa hiyo maana yake ni kwamba tunajaribu kuchunguza tabia za mtu na mapungufu ya mtu tukidhani hataweza kufanya jambo fulani kwa sababu ana mapungufu fulani. Tukasahau kwamba karibu kila mtu anaweza akawa na mapungufu lakini kuna kipawa Mungu alimpa
bado kinaweza kufanya kazi. Ndio maana Yesu akaongea kauli moja ya msingi akasema hivi, hawa Mafarisayo wanachosema kisikilizeni, ila mfano wa matendo yao msitende. Ikimaanisha kwamba anajua kabisa Mungu anaweza kaweka uwezo ndani ya mtu ambaye bado ana mapungufu na akaleta matokeo. Sasa inategemeana macho ya mtu yanaangalia wapi. Okay. Kwa hiyo hizi kelele zinazokuja hizi wakati mwingine ni kutambua kwamba Mungu anaweza akampa mtu kipawa na mtu akawa na mapungufu. Daudi alikuwa na mapungufu lakini Mungu alimpa kipawa. Watumishi kwenye Biblia walionekana na mapungufu lakini Mungu aliwapa vipawa na vilifanya kazi. Elisha mpaka anakufa na ugonjwa anafufua mtu. Unafikiri kwa imani ya leo watu wangemwamini? Maana inasema Elisha alikufa kwa ugonjwa. Okay. Lakini mifupa yake alipotupwa maiti kule akafufuka. Leo ukija mtumishi unaumwa anaanza kuelewa. Atasema wewe mwenyewe ungejiponya ndio uniponye mimi. Yes. Maana yake watu wameshindwa kuelewa Mungu anavyotenda kazi. Japokuwa pia kuna uwezekano ukapotea kwenye kufuatafuata hiyo miujiza kwa sababu inategemeana na mtu ambaye umemfuata. Lakini hiyo ndio nimekuja kwenye ile hoja ya kwanza kwamba Mungu akupe neema kupambanua mambo kabla hujaenda. Lakini pia watu wajue Mungu anapofanya kazi na watu kuna namna anafanya watu wajamuelewa. Wangemuelewa wangeangata kwenye majamii zingine. Waone Mungu aliacha kufanya kazi na hao watu eti kwa sababu wana mapungufu fulani. Kwa kama Mungu hajaacha kwenye eneo lingine na huko hajaacha. Okay. Ila kinachowatesa watu ni kwamba ukiwa kioo cha jamii ukafanya jambo ambalo alieleweki na jamii linavunja imani zao. Kwa hiyo likivunja imani zao ndio mtu anashindwa kuamini. Lakini Mungu anafanya kazi na watu kwa njia ambazo wanadamu wengi hawajaelewa. Okay. Kuna watazamaji wanatuangalia. Wengine leo labda ni siku ya ibada lakini yuko nyumbani. Kwa kigezo hiko labda alikuwa anamwamini mtumishi wa Mungu. Pengine amegundua anafanya jambo ambalo watumishi wa Mungu hawafanyi. Na pengine anatuangalia hapa amesema aendi kanisani, amekutana na changamoto mbalimbali ambazo anaamini sura hii sio sura ya watumishi au tabia hizi sio tabia za watumishi. Bora mimi nibaki nyumbani hapa nimuombe Mungu wangu hapa tu nyumbani mambo yangu yaendelee. Naomba uongee na mtu au watu wa namna hiyo. Mimi naweza nikasema kwamba hiyo shida ipo kweli kwa kizazi cha sasa na watu wengi wanafanya hivyo. Lakini kama mimi nimepewa nafasi ya kushauri, naweza nikashauri kitu. Kwamba mtu anapochukua maamuzi ya kubaki nyumbani kwa sababu kuna kitu alikiona kikamvunja moyo kwenda kuabudu, naweza kusema kwamba anakosea. Okay. Nasema anakosea kwa sababu gani? Ibada ni sehemu ya kwanza inayojenga mahusiano kati ya mtu na Mungu. Na Mungu anaiamini ibada ya kukusanyika kuliko kukaa peke yako. Okay. Na kwenye kukusanyika ndio tunakutana na watu wenye mapungufu. Inaweza asianzie hata kwa mchungaji, inaweza hata kwa mashemasi, kwa washirika, kwa watu wa kawaida. Kuwa na mapungufu mahali fulani akukupi sababu ya wewe kutokuishi nao. Unaweza kuwa na watoto wenye mapungufu. Kwa nini hujaondoka pale? Ukasema watoto wangu wana mapungufu nikatafute mahali pengine pa kukaa. Ili niwe na amani. Mume wangu ana mapungufu nikatafute mahali pengine pa kukaa. Kwa hiyo mbele za Mungu hizo sababu hutampa. Kwa sababu yako mambo mengine ambayo umekubali kuchukuliana nayo na mapungufu hayo ila kwenye jambo lake umeweka sababu zako mbele. Mfano mwingine nasema hivi, hata Mungu atujaribishe sisi uvumilivu wetu, ametupa hata wanyama wenye faida kwetu na mapungufu. Kwa mfano kuku, ng'ombe. Hao wanyama hawana akili ya kujua chone wapi. Kama kuku anaweza kukuchafulia nyumba yako yote. Lakini umemwacha pale kwa sababu tu anakupa mayai. Ng'ombe anaweza akafanya ujinga wa kila namna kwenye maisha yako. Lakini ukauvumilia kwa sababu unataka upate maziwa. Yes. Lakini kwenye jamii ya kawaida tumeshindwa kujifunza kuishi na watu na mapungufu yao. Na ndio maana mtu wa namna hii awe anajua kabisa mwisho wa siku atakapomtafuta Mungu kwenye shida kubwa atashindwa kumuona. Kwa sababu gani? Kinachosaidia Mungu akuingilie kati kwenye mambo yako wakati mwingine ni mahusiano. Inakuja kuishi kukubaliana na watu wenye mapungufu hivyo hivyo. Ndio maana pasema mkakusanyika imaanishe mmekamilika. Maandiko yanasema walikwenda watu wawili kusali. Mmoja mtoza ushuru, mwingine Farisayo. Mwingine anasema mimi nafunga mara 2 kwa juma natoa zaka. Lakini mwingine anasema mimi bwana nimejaa dhambi. Lakini wote walikuwa kwenye nyumba moja. Okay. Huyu mtu aliyekaa nyumbani anasemaje? Na yeye anasemaje kuhusu hao watu wawili? Mmoja amekamilika, mwingine na mapungufu. Lakini wote walikwenda. Na cha ajabu ni kwamba Mungu akamsikiliza yule ambaye ana mapungufu kuliko huyu aliyekamilika. Inamaanisha kwamba watu kuwa na mapungufu hata kama ni watumishi au ni washirika hakukupi wewe sababu ya kutokumwabudu Mungu. Kwa sababu unaua mahusiano binafsi. Unapoua mahusiano binafsi hautaona shida wakati huo. Shida itakuja wakati ambako unamlilia Mungu naye amenyamaza kimya. Kwa sababu gani? Anajua hukujenga mahusiano. Mimi kwa ushauri wangu ni kwamba ukiona kama kuna mahali hapa kufai
katafute mahali pengine, ila usimtafute Mungu peke yako. Mungu analiamini kundi kuliko mtu. Ndio maana anasema wakusanyikapo wawili au watatu kwa jina langu, nami sitakosa kuwepo. Maana yake Mungu anatamani watu wafanye vitu kwa umoja. Ndio maana Yesu akawaambia wanafunzi wake, ninawaamuru mpate kupendana. Akimaanisha nini? Anajua watu wana mapungufu, wana makosa, lakini tujaribu kutafuta namna ya kuishi nao na kufanya nao vitu hivyo hivyo kama wanaofanya kwenye maisha ya kawaida. Unafikiri anayeuza duka anaangalia mtakatifu ni nani? Anayebeba watu kwenye daladala anaangalia mtakatifu ni nani? Mbona tunapanda hivyo hivyo? Tuanze kufika viwango, tuanze kumwendea Mungu nyumbani mwa Mungu bila kuangalia nimekaa na nani pembeni. Bila kuangalia yule amesema nini. Nje na hapo tutashindwa kujenga mahusiano na Mungu. Ujumbe umefika vizuri sana, na tunaelekea kuiponya hiyo mioyo iliyoumia, kurejeshwa. Naamini mtazamaji ambaye unatufuatilia unaendelea kurejeshewa taratibu, bado tunaendelea. Naamini kuna kitu kabisa unakipata, kilichopotea kinarudi. Hata kwa kusikia tu naamini kuna moyo wa mtu unapona. Umezungumzia mahusiano mazuri na Mungu. Hayo ndio yanatupa nguvu ya Mungu kutusikia kuliko kutegemea mahusiano labda ya Mungu na mchungaji ili sisi tupate au watu. Ndio. Yes. Lakini pia kuna vitu umezungumzia hapo kuhusiana na mahusiano na kuvumiliana na mapungufu yetu. Leo kuna watu wanatuangalia hapa. Pengine sababu ya kutokwenda kanisani, yeye na mume wake hawako sawa. Yale uliozungumzia mapungufu. Na kuna mtu pia amekaa anasikiliza kipindi huku anawaza moyoni mwake, bora tu nikamwache yule mwanamke au nikaachane na yule mwanaume, hizi tabia mimi zimenichosha. Haiwezekani yeye akafanya hivi, akafanya hivi. Jamii yetu imeathiriwa, pamoja tunamtafuta Mungu, lakini mahusiano kwenye familia, mahusiano haya ya kupelekea uchumba na ndoa yana migogoro mingi. Sangine sio tu watumishi wanatukwaza tunashindwa kwenda kanisani. Kuna mtu akiumizwa na mpenzi wake. Yaani hata kama akiwa kazini ndio unakuta wakali. Unaambia dada, natakiwa niende kumuona mtu, nipitie wapi? Anakwambia kwa nini hujui njia? Sio wakati mwingine, sio wote wana hizo tabia, ila unakuta mwingine akishaumizwa na mpenzi, akiumizwa na mke wake, akiumizwa na mume wake, ule moyo unakuwa umebeba maumivu kiasi ambacho hata akienda kanisani asikii neno. Ndio wengine wamekaa nyumbani na wanatuangalia. Naomba pia uzungumze na watu wa namna hiyo. Ni kweli haya mambo yapo. Na yanatokea kwenye maisha kwa namna mbalimbali. Mimi nimekutana na mtu, labda niongee kitu. Kutana na mtu mmoja. Alikuwa anacheza michezo ya kubahatisha hii. Akapoteza pesa nyingi sana. Akaniambia, bwana, mimi naona bora tu nife. Unaona, lakini hakufikia hatua ya kufa kwa sababu tu ameamua. Ila kuna jambo limemtokea, akaangalia maamuzi ya kuishi ya mwisho akaona ni kufa. Mimi nataka niseme hivi. Kweli mambo yanatokea kwenye maisha yetu ambayo yanaweza kutufadhaisha kwenye familia, hasa kwenye mahusiano. Lakini unatakiwa uelewe kila anachokiamua kinazalisha nini. Mara nyingi usipomuelewa shetani, mtego wa shetani unaotumia sana ni tatizo kuzaa tatizo. Hivi unajua kwamba watu wote unaowaona leo wanaambukizwa magonjwa mbalimbali, yanatoka kwenye magonjwa hayo hayo. Yaani ukimwona mtu ana UTI, ujue ni kutoka kwenye UTI ikazaa UTI kwa mtu mwingine. Maana yake magonjwa yana tabia ya kuambukizana na kuzalishana. Inamaanisha kwamba usipoelewa hekima shetani ya kuzalisha tatizo kupitia tatizo, utajikuta umezaa tatizo lingine. Kwa hiyo ukawa na matatizo hayo mawili. La kwanza, la mume wangu amenikwaza, la pili mimi na Mungu hatuelewani. Kwa mfano, umetoa mfano mzuri. Umeenda kazini unajibu watu vibaya. Usifikiri kesi inaishia tena kwa mume wako. Umezaa tatizo la pili hapa. Kuna mfanyakazi mwenzio mtaelewana. Kwa hiyo tatizo la kwanza wewe na mume wako, tatizo la pili wewe na mfanyakazi mwenzio. Ukashuka chini pale kwa mlinzi naye ukamjibu vibaya. Mlinzi naye umemongeza kwenye tatizo. Kwa kama ni virus wameongezeka. Ndio maana hata unaposhauri madaktari kwenye masuala ya afya, wanasema ukiwa na magonjwa fulani inabidi ujitahidi kuzuia magonjwa nyemelezi. Maana yanapozidi kuongezeka uhai wako unaanza kuwa hatarini. Inamaanisha kwamba watu wafike viwango waelewe. Moja ya mbinu kubwa ya shetani ni kutumia tatizo kuzalisha tatizo lingine. Kwa hiyo siku zote ili uweze kuwa salama, angalia matokeo ya kile ambacho nakifanya baada ya tatizo kutokea. Je, kinaweza kuniponya au kuzalisha tatizo? Kwa mfano, mtu ameacha kuabudu. Huyu mtu amezalisha tatizo lingine. Mtu amejibizana na watu vibaya. Tatizo lingine. Kwa hiyo umuhimu ni nini? Ndio mada yako ndio ileta hapa. Uponyaji wa nafsi, urejesho wa nafsi. Maana yake mtu kwanza atengenezeke yeye. Hapa shida tena sio mume. Shida tena sio huyo mfanyakazi mwenzio. Shida ni wewe, moyo wako
hauko salama, inabidi utafute tiba kwanza ya moyo wako, jinsi ya kupambana na mambo ambayo yapo duniani. Na Yesu akasema kabisa uwazi, akasema duniani mnayo dhiki. Maanake watu wote ambao wanageuzwa njia na maamuzi kwenye maisha kwa sababu ya mambo yanayotokea duniani, huyu atakufa na pressure na magonjwa mbalimbali, kwa sababu dunia haitaacha kukukwaza. Yaani wakati umetafuta amani na mume wako, utakutana na mtu mwingine pale barabarani akukosesha amani. Maanake usipojifunza kutengeneza ulinzi binafsi, inamaanisha kwamba huyu mtu anaweza tukamshauri hata mara 1000 hapa, ukashangaa tengeneza moyo. Kwa hiyo ushauri wangu ni kwamba ni kutafuta jinsi ya kurekebisha moyo wako, jinsi ya kupambana na mambo duniani. Duniani mambo yanakuja tu. Naweza nikakushauri swala la mume wako likaja jambo lingine. Ukijifunza jinsi ya kutatua matatizo, unaweza ukaingia kwenye matokeo mazuri. Lakini nje na hapo, unaweza ukaingia kwenye mbinu ya shetani. Kutumia tatizo kuzalisha tatizo lingine. Tatizo linazalisha tatizo, tatizo yanaleta matatizo, watu wanatoka huko wanaumwa UTI. Mfano mzuri sana, UTI inazalisha UTI, na chanzo cha UTI tunakijua, watumishi wa Mungu. Tuseme tu amina, lakini tunakijua. Kwa kila mmoja anatakiwa kuwa makini. Nimekuelewa vizuri mtumishi wa Mungu. Pointi kubwa ni mtu kulinda moyo wako wewe mwenyewe. Namna ya kudhibiti makwazo na maumivu na vitu kama hivyo. Mtazamaji ambaye unatuangalia, kitu kikubwa ni kuulinda moyo. Anaweza kaja mtu hapo akaukatakata moyo wako kama uko tayari. Lakini ukiwa tayari, unaweza kukuta mtu hapo anaongea na wewe amejiandaa kwa vita na ukakaa kimya, maisha yakaendelea, akaonekana tu ni mjinga. Kikubwa ni kulinda moyo na kuendelea kumsikiliza Mungu na kupata utulivu. Kuwa mama makanisa haitatusaidia. Lakini pale ambapo unaona kama kanisa hili sipati kuzaa matunda, unaweza ukahama ukaenda mahali pengine, ukazaliwa, yani ukajizalisha mwenyewe, ukaona unapata matunda na mambo mengine yakaendelea. Asante sana mtumishi wa Mungu. Umegusia vitu vingi sana ambavyo kama mtu anatuangalia anapona kazini, anapona kwenye swala la kiroho, anapona pia sehemu mbalimbali. Lakini inakuja jambo lingine kwa watumishi wa Mungu. Watumishi wa Mungu mara nyingi mnatusema sisi tunahama makanisa. Unaweza kukuta mtumishi wa Mungu anasimama anasema hatutulii, wanatukemea wakati mwingine na mioyo yetu hatujaiandaa. Unakuta unakemewa na mtumishi unaondoka, unakemewa na baba yako nyumbani unarudi. Kwa hiyo hivyo vyote tunaendelea kujengeka. Lakini nilitamani mtumishi wa Mungu, tukiwa tunamalizia, uelezee kwa ufupi ni namna gani mtumishi wa Mungu anatakiwa kuwa. Yaani hii ni ya kwenu kabisa. Tukiachilia washirika na nini mnasoma vyuo mbalimbali tofauti. Kila mtu ana uwezo wake. Na wengine wameitwa tu na Mungu, hawajaenda hata chuo na hawataki hata kusikia, wanaamini Mungu amewaita. Lakini kuna mwingine ameitwa na Mungu na bado anaongeza elimu. Mtumishi wa Mungu anatakiwa awaje? Cha kwanza tunatakiwa tujue kwamba watumishi wa Mungu hawana sura moja. Amen. Tukisema tuchague sura moja ya kuonyesha watumishi, tutawakataa hata watumishi wa kweli. Kwa sababu pia hata watu sio wa aina moja. Mungu aliumba watu wa aina nyingi sana. Na kila aina ya watu wanatakiwa wawe na kiongozi wa aina yao. Ni kama vile unavyoona wanyama. Wanyama, simba wana itikadi zao, hata wanapotafuta kiongozi wanatafuta kwa aina yao. Hivyo na Mungu naye dunia hii ameiumba katika aina tofauti za wanadamu. Tunaonekana tuko sawa, tuna macho, tuna miguu, tuna mikono, lakini hulka ndani tumetofautiana. Yuko mtu ambaye ukisema umwambie kwa kumshauri unakuta anaweza sikuelewe, lakini kuna mwingine akifokewa anaelewa. Sasa Mungu anachofanya, anaunda watu kulingana na aina ya watu watakao waongoza. Kwa hiyo wakati mwingine ni kwamba naweza kusema kwamba kila mtumishi inabidi awe kwenye ile sura ya wito ambao Mungu amemuitia. Ili asije akaharibu kazi. Na akiwa kwenye ile sura asiangalie tena sana. Maana amemfurahisha, na hajamfurahisha. Kwa sababu asio wa kwako hata dumu hapo. Na akiondoka usianze tena kupiga injili anatafuta sehemu ambayo kuna sura yake ambako wataelewana kwa namna ambavyo yeye Mungu alimuumba. Kwa mimi ushauri wangu kwenye haya mawili ni kwamba mtumishi akae kwenye wito wake. Akae kwenye wito wake atawakuta watu wake. Yesu mwenyewe akusema Mungu umenipa watu wote. Ila alisema wote ulionipa sijampoteza hata mmoja. Maana kumbe kuna watu sio wako. Bidi ulijue mapema. Watu wako watakusikia vile vile. Yesu mwenyewe ana majibu ya ajabu, dadangu. Yesu ana majibu ya ajabu. Wengine amewajibu rudi nyuma yangu shetani. Wengine amewajibu siwezi kuchukua watoto nikampa mbwa. Lakini watu walimfuata tu. Watu walimfuata hivyo hivyo.
kwa sababu ni watu wake. Lakini hayo majibu akaenda mtu ambaye sio wake, hawezi kukubalia. Hawezi kubaliana kabisa. Kwa hiyo inamaanisha kwamba hata watumishi wanatusumbua. Mimi nimeangalia hata kwenye mitandao na kwenye TV. Kuna watumishi wanaongea vitu hata mimi mwenyewe siwezi kwenda kusali. Mimi mwenyewe siwezi kwenda kusali. Lakini kuna watu wamekaa pale wana amani kabisa kwa sababu ni wa aina yake. Kwa hiyo siwezi kujaji kwamba kwa nini mmekaa hapo. Wao wanafurahia hiyo. Kwa hiyo mimi nachotaka kusema kwamba mtu akae kwenye wito. Ila kama hujaitwa ndio ujue utakuja kuhukumiwa kwa kitu unachokifanya ambacho Bwana akukupa. Lakini kama Mungu amekuita, fanya kile ambacho Mungu amekuitia. Mimi ndio ushauri wangu. Hata ukienda chuo, utaenda wapi, hawatakufundisha vile ambavyo Mungu anataka uwe. Watakufundisha kile wanachokijua wao, lakini wewe ndio unayejua Mungu ameitia nini, nifanye nini. Kwa kila mtumishi akae kwenye wito ambao Mungu alimuitia, na kukupitia hivyo watakuja watu ambao Mungu amekupa. Wale ambao hawajakupa wataondoka. Anasema walikuja kwangu lakini hawakuwa, waliondoka kwangu kwa sababu hawakuwa kwangu. Wangekuwa kwangu, wangekaa nami. Maana si wote ambao walikuja kwangu ni wangu. Inamaanisha kwamba lazima ufike viwango ujue kwamba wasio wako wataondoka. Hata uanze kuponda watumishi wengine, ufanye kile namna unajua wewe, wataondoka kwa sababu hawakuwa wako wako. Ila wako wako watakaa na wewe vile vile ulivyo. Ili kukuthibitishia kwamba hawa Mungu alikupatia. Mimi ndio ushauri wangu huo kwa watumishi na kwa watu. Hapo nimeelewa zaidi. Kwa hiyo watumishi wa Mungu madhabahuni wasitumie kuwasema wenzao. Kila mmoja asimamie kwenye wito wake. Hapo mimi nimeelewa zaidi. Jamani watumishi wa Mungu huko mnaotuangalia, wengine mnajiandaa mnaenda makanisani. Ni vizuri ukikaa kwenye wito wako au kwa lugha nyingine ukikaa kwenye nafasi yako. Sio tu watumishi wa Mungu, lakini hata waimbaji, wainjilisti, mashemasi, kila mmoja akikaa kwenye nafasi yake kutapunguza umbea makanisani, kutapunguza maneno, kwa sababu mwenyekiti wa vijana atakaa kwa vijana, mwenyekiti wa wamama atakaa kwa wamama, japo wote ni wenye viti. Kwa hiyo Mungu aendelee kukubariki mtazamaji ambaye unatuangalia, na mimi kupitia kipindi hiki unaendelea kupona, unaendelea kujifunza. Mimi binafsi pia naendelea kupona na kujifunza. Tunamalizia mtumishi wa Mungu, neno moja kwa watazamaji ambao wanakufuatilia na ambao wameendelea kukufuatilia. Karibu. Amina, asante. Mimi nashukuru, lakini pia wote ambao mmejifunza kitu. Cha muhimu ni kujua kwamba haya tuliyoyaongea ni kwa ajili ya faida yako. Kama unaona yana faida, unaweza kuyasikiliza tena na tena na tena ili ajenge roho yako. Maana ndio umuhimu mkubwa. Amina. Kwenye mitandao ya kijamii mtu ambaye ametuangalia labda akasema hapa naweza nikamtafuta mtumishi baadaye kwa kuangalia kipindi na vitu kama hivyo. Sawa sawa. Mimi natumia jina la mtumishi Azalia Kasunga, ama YouTube, ama Facebook, ama mitandao yote natumia jina hilo hilo. Lakini pia kama unaweza kutaka kunitafuta, unaweza kunitafuta kwa namba yangu ya 0764 78 16 79. Labda kwa ushauri unaweza ukanitafuta kwa namba hiyo 0764 78 16 79. Mungu akubariki. Amina. Mungu akubariki pia mtumishi wa Mungu. Tumekuwa na kipindi kizuri. Amina. Lakini mada hii imegusa engo nyingi. Naamini hata ambaye ameona hataki urejesho kuna kitu amekipata. Ambaye anataka urejesho pia kuna namna amekuelewa. Mungu aendelee kubariki sana mtumishi wa Mungu, familia, wana familia wote ambao mnaendelea kutufuatilia, mmekuwa mnatufuatilia siku hadi siku. Mungu awabariki sana. Endeleeni kutufuatilia. Kipindi ni Amka Tumsifu Mungu. Ulikuwa na mimi Stella Shao, lakini napenda kuwashukuru wale wote ambao wanakamilisha kipindi hiki. Mtumishi wa Mungu Fred Sike anahakikisha hapa sura zetu zinaonekana vizuri, kwa sababu kama hayupo kuna wakati unaweza ukaona nimegeuka huko pembeni sauti inatoka, lakini yupo kuhakikisha kila kitu kinaenda. Mungu akubariki. Lakini pia wasimamizi wa kipindi hiki wote Mungu awabariki sana. Endeleeni kuangalia Star TV. Mlikuwa na mimi Stella Shao. Kwa heri. Usikose kutazama kila siku ya Jumapili asubuhi. Njoo pamoja tumshangilie.